Ndugu zangu, Uislamu una fursa nyingi sana za watu kuweza kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini miongoni mwa fursa hizo ni mahaba ya watu kupendana. Watu wanapopendana na wasipendane kwa jingine ila ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maanake inawezekana watu wakapendana kwa sababu labda ya mambo ya kibiashara, kama ni watu wanakutana kwenye biashara zao. Watu wanaweza wakapendana kwa sababu mmoja anamsaidia mwenzake, wanafanyiana sana mazuri mengi. Lakini watu wakapendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hili ni jambo ambalo ni jambo adhimu sana. Ndio Uislamu hasa mapenzi ya kupendana. Kufuatilia nusus za sheria, misemo ya kisheria, utaikuta inataja mahaba kwenda mbele. Kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallama, kuwapenda watu, familia, ndugu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kuwapenda sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kuwapenda Waislamu, kupendana mtu na mtu mwingine. Hakika Uislamu unaelekeza hivyo, na kwa kweli palipo mapenzi ndio pana kila kitu. Angalia yule unayempenda, tamhurumia, na Uislamu unaamrisha watu kuhurumiana. Sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu amewasifu akasema, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhamau bainahu. Muhammadi mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao wako pamoja na yeye mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammadi, na wale walio pamoja na yeye ni ashidda'u 'alal kufari, ni wenye nguvu wa madhubuti juu ya makafiri, lakini ni ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana kati yao. Hii sifa ya kuhurumiana walikuwa nayo sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ni sifa ambayo imetokana na malezi aliyowalea. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubi. Kumbuka neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyinyi mlipokuwa maadui, Mwenyezi Mungu akazoesha kati ya nyoyo zenu. Akazoesha manake akawafanya mkama wapenzi mnaopendana. Kupendana kulikopelekea kwenye huko kuhurumiana ni malezi ya Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, na Mtume Muhammad asingewalea vile wale, ila kwa maana yake ni kwamba na sisi tutakaokuja baada yake tutafuata mwenendo wao, tutapendana na sisi na tutahurumiana. Ukimpenda mtu utamtakia kheri, ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hawi muumini kamili mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachojipendelea yeye. Sasa uwezo kampendelea kheri yule usiyempenda, kama umtakie mtu apate kheri wakati humpendi, na kwa sababu umeambiwa kwamba umpendelee mtu unachojipendelea wewe, huwezi ukapendelea mwenzako apatwe na shari yoyote na baya lolote. Lakini msingi wa hayo ni mapenzi. Kwanza umpende. Ukishakuwa umempenda, sasa ndo kitakachofuata itakuwa ni kumtakia kheri, ni kutaka asipatwe na shari yoyote. Na katika kutakia na kheri ndio ambapo pia vile vile kunakuwa hakuna ugonjwa wa hasadi. Katika maradhi
ambayo yatawaangamiza sana watu siku ya Kiyama, bali hata hapa hapa duniani yanawatafuna sana watu, ni maradhi ya hasadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, alhasadu yaakulu alhasanati kama taakulu an-naru alhatab, hasadi inakula amali njema kama vile moto unavyokula kuni. Namna moto unavyozichoma kuni, ndio amali njema za mtu zinavyotafunika, zinavyoporomoka anapokuwa ni mtu mwenye hasadi. Hasadi inasababishwa na chuki na kukosekana mapenzi kati ya watu. Manake hasadi ni kwa wewe hutaki mtu apate kheri. Mtu akipatwa na neema yoyote, amejenga nyumba nzuri, unatamani ile nyumba ingeungua kabisa. Mtu amelima shamba lake, amepanda, unachotamani wewe ni kwamba lile shamba lingeingia moto likaungua lote, asivune hata kilo 2. Hasadi hiyo. Wamtamania mwenzio apatwe na matatizo, hutamani apatwe na neema yoyote. Lakini hali hii haiwezi kupatikana kama itakuwa na mapenzi naye. Kama ukiwa na chuki na mtu na hikdi, ambao pia ni katika maradhi makubwa ya moyo, ukiwa na hikdi lazima utamhusudu mtu ambaye una mfundo naye, una chuki naye, humpendi. Kwa yote ndugu zangu, mapenzi. Kama unampendelea mtu unachojipendelea wewe, kutokana na mapenzi makubwa ulionayo kwake, hata siku moja hutoweza kumdharau mtu yule, kwa sababu hata wewe upendi kudharauliwa. Na katika vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tuviepuke sana ni kudharauliana. Tena Mtume asema, almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake. La yadhlimuhu wala yahqiruhu, hamdhulumu wala hamdhereu. Maana husimdhulumu mwenzio, na hili limekuja katika siaki ya kuelezea udugu, kwamba sisi ni ndugu. Kwa ndugu zangu, moja katika vitu ambavyo tunatakiwa tujipambe navyo katika maisha yetu ni mapenzi ya kupendana, kitu ambacho kitapelekea tutakiane kheri, kitu ambacho kitapelekea kwenye kusaidiana. Wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni juu ya wema na kucha Mungu. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama, mwenye kumuondoshea muumini mateso katika mateso ya duniani, tabu yoyote katika tabu za duniani. Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, mwenye kumstiri Muislamu Mwenyezi Mungu humstiri duniani na akhira. Hii yote ni kufundishwa kwamba pepo hatuwezi kuipata kwa ibada peke yake. Ibada zile ambazo ni muayyan, Mwenyezi Mungu ameziweka wazi na mtume wake, kama vile swala, saumu, hija, zaka, hizi sio peke yake zitakazotutia peponi, lakini kuna mambo mengine kabisa yatatutia peponi. Lakini pia vile vile tunaona kwamba katika kutendeana mema na kusaidiana pia kuna msaada wa Mwenyezi Mungu hapa hapa duniani kwanza, kabla hata ya nini, ya akhera. Si ndio asema mwenye kumstiri Muislamu, mwenye kumstiri muumini, Mwenyezi Mungu atamstiri duniani na akhera. Ukistiriwa duniani, manake mambo yako ya duniani yatakuwa mazuri. Na sitara ni neno linalokusanya, manake kama una dhiki yoyote, Mwenyezi Mungu ataiondosha dhiki hiyo, ndio kisha kustiri. Kama unakwenda kuadhirika, Mwenyezi Mungu atakuondoshea izara hiyo, hutoadhirika, ndio sitara hiyo. Alhasil, ndani ya stara kuna kila msaada wa Mwenyezi Mungu.
Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana katika kuwasaidia na watu wengine. Lakini kama wewe chako ni chako, wewe uko kivyako vyako, huna yeyote unayeweza kumsaidia, huna yeyote unayeweza kujali matatizo yake, ujue kwamba wewe na Mwenyezi Mungu naye atakuacha kivyako vyako. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe, tuwe ni wenye kupendana, tuwe ni wenye kusaidiana, tuwe ni wenye kushirikiana katika haya na yale, na pia vile vile tuwe ni wenye kuyasikia maneno na kuyatenda yale yanayotakiwa kutendwa na kuyawacha yanayotakiwa kuachwa. Wal kamalu lillahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.